Habari njema wasikilizaji, leo tunaangazia sakata lililoibua mjadala mkubwa nchini Tanzania, suala la uuzaji wa dhahabu ambao ni akiba ya taifa, mali ya Benki Kuu ya Tanzania. Hii dhahabu si mali ya wachimbaji binafsi, ni mali ya taifa yenye thamani kubwa kwa uchumi wa nchi. Mpango wa kuuza baadhi yake umeibua hoja za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Dhahabu ya akiba ni dhahabu ambayo Benki Kuu ya Tanzania inaikusanya na kuiwekeza kama sehemu ya akiba ya fedha za kigeni. Kwa maneno rahisi, ni mali ya taifa inayosaidia: moja, kulinda thamani ya shilingi; mbili, kulipia bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi; tatu, kuimarisha uchumi na kuzuia misukosuko ya kifedha. Dhahabu ya akiba ni kama mfuko wa dharura wa taifa. Ni mali muhimu na inapaswa kudhibitiwa kwa umakini sana. Ripoti za hivi karibuni zimeripoti kwamba Benki Kuu ina mpango wa kuuza baadhi ya dhahabu, na sababu ni kupunguza hatari ya kuwa na mali nyingi kwenye mali moja ambapo ni dhahabu pekee. Pili, kukabiliana na changamoto za uchumi kama kupungua kwa misaada ya maendeleo na kushuka kwa thamani ya shilingi. Pia kusawazisha akiba za fedha za kigeni ili kudhibiti uchumi wa taifa. Hata hivyo, BOT imefanya wazi mpango huu si kwa ajili ya kugharamia miradi ya serikali kama barabara au hospitali. Ni mkakati wa kudhibiti mali ya taifa. Sakata hili limeibua mjadala mkubwa. Wengi wanaona dhahabu kama mali muhimu ya taifa inayohifadhiwa kwa dharura. Wachambuzi wanahoji, je, mapato yatakayopatikana yatatumika ipasavyo? Aidha, sakata hili limeingizwa kwenye mjadala wa kisiasa kutokana na kupungua kwa misaada ya nje na matokeo ya uchaguzi ya karibuni. Kila hatua ya uuzaji inazingatiwa kwa makini ili kuepuka madhara kwa taifa. Ni muhimu kutofautisha dhahabu ya akiba na dhahabu ya wachimbaji binafsi. Dhahabu ya akiba ni mali ya taifa chini ya BOT. Wachimbaji binafsi wanapaswa kuuza sehemu ya dhahabu yao kwa njia rasmi. Changamoto kubwa ni uuzaji haramu wa dhahabu unapoteza mapato ya serikali. Hivyo, mpango wa BOT ni kudhibiti mali ya taifa, sio kuingilia biashara ya wachimbaji. Kama dhahabu ya taifa itauzwa bila mpango thabiti, akiba ya taifa inaweza kupungua, kushusha uwezo wa kulipia bidhaa za nje. Uchumi wa muda mrefu unaweza kuathirika ikiwa kipato au mapato hayatatumika kwa busara. Lakini kwa upande mwingine, uuzaji wa dhahabu unaweza kusaidia kusawazisha akiba za fedha za kigeni, kuimarisha thamani ya shilingi, kuimarisha udhibiti wa uchumi wa taifa. Hoja kuu ni hizi: uuzaji wa dhahabu unaweza kutoa fedha za kukabiliana na deni, hoja ya BOT, lakini wachambuzi wanahoji usalama na muda mrefu. Uuzaji ni njia ya kusawazisha akiba za fedha za kigeni, lakini kuna wasiwasi wa uwazi. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa mapato yanaweza kutumika kwa miradi, lakini BOT imekana. Wanaopinga wanasema usalama wa akiba unahitajika na mpango lazima uwe makini. Sakata la uuzwaji wa dhahabu ya akiba ni jambo tata lenye sura nyingi: kisiasa, kiuchumi na kisheria. Serikali na BOT wanasema nia yao ni kusimamia mali za taifa kwa usalama, lakini wachambuzi na wananchi wanahoji uwezekano wa uwazi na usalama wa mapato. Kwa sasa mjadala unaendelea. Tanzania inaendelea kushuhudia jinsi taifa linavyosimamia mali yake muhimu na jinsi uongozi unavyofanya maamuzi yenye uwiano kati ya maendeleo ya haraka na usalama wa muda mrefu. Na hii ndiyo taarifa ambayo niyo kuletea kuhusiana na sakata la dhahabu ya akiba ya Tanzania, ambapo imeibua migogoro mingi huko ndani ya mitandao ya kijamii, ambapo viongozi mbalimbali wamejitokeza kuzungumzia swala hili la uuzaji wa dhahabu ya akiba, ambapo wapinzani Chadema wameonekana kupinga jambo hili kwani linahatarisha uchumi na usalama wa taifa.
Serikali inasema mpango wa kuuza sehemu ya dhahabu ni jibu la mabadiliko ya kimazingira ya fedha na sera za misaada ya nje, hasa baada ya kupungua kwa misaada ya maendeleo kutoka kwa washirika wa kimataifa. Serikali imeeleza kwamba itachukua hatua hizi ili kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kuhakikisha utekelezaji wa miradi yenye manufaa kwa taifa. Waziri wa Mpango na Uwekezaji Kitila Mkumbo alisema kuwa kutokana na kushuka kwa misaada ya nje, serikali imeamua kutumia mali za ndani kama dhahabu ili kufadhili miradi ya miundombinu na kuendeleza maendeleo bila kutegemea sana misaada ya nje. Serikali pia inaeleza kuwa uamuzi wa kuuza dhahabu ni sehemu ya mkakati wa kudumisha matumizi endelevu ya akiba za taifa, sio kujizuia kabisa. Wanasema ni utendaji wa kawaida wa Benki Kuu kusawazisha mali zake kwa kuzingatia soko. Zitto Kabwe ambaye ni kiongozi wa upinzani, mbunge wa zamani wa Chadema, ametoa ushinikizo wa kisheria na kiuchumi dhidi ya mpango huu. Ameonya kuwa uamuzi wa kuuza dhahabu ya akiba ya taifa huenda ukapingwa na sheria ya Benki Kuu ya Tanzania, hasa sehemu zinazohusu matumizi ya akiba za kigeni. Kabwe amependekeza badala yake serikali iwekeze nguvu kwenye kufadhili wachimbaji wadogo na wakati ili kuongeza uzalishaji wa dhahabu na kuzalisha mapato ya nje bila kuuza akiba zote. Wachambuzi wa sera za uchumi wameonyesha wasiwasi juu ya athari za muda mrefu za kuuza akiba ya dhahabu, wakisema kuwa ingawa inaweza kutoa fedha kwa miradi, pia inaweza kupunguza uwezo wa nchi kuchukua hatua za dharura wakati wa misukosuko ya uchumi au kushuka kwa thamani ya sarafu. Wanaosema hivyo wanaonyesha pia umuhimu wa kuwa na vikwazo vya kikatiba na kisheria vinavyolinda akiba ya taifa ili isiwe rahisi kuuza kadri kura inavyopatikana, bali kwa mpango thabiti. BOT imejaribu kupunguza hitilafu kwa kusema kuwa mpango wa kuuza dhahabu ni sehemu ya usimamizi wa kawaida wa akiba za nchi na sio matumizi ya moja kwa moja kwa matumizi ya bajeti ya serikali. Wanasema ni mkakati wa reserve management ambapo wanaweza kuuza mali zilizozidi viwango vya hatari vilivyowekwa ili kuepuka hatari ya uwekezaji moja kwa moja kwa mali moja. BOT imekanusha kuwa uuzaji huu unalenga kufadhili miradi ya barabara, hospitali au shule moja kwa moja, na badala yake imeeleza kuwa ni uchumi wa usimamizi wa hatari. Ingawa si maoni rasmi ya viongozi, wengi wametoa maoni ya umma kwenye mitandao wakionyesha hisia mchanganyiko juu ya uamuzi huu, kutokana kwa wale wanaounga mkono kwa sababu ya bei ya dhahabu kuwa juu hadi wale wanaosema serikali inatakiwa kusimamia mali ya taifa kwa tahadhari na uwazi zaidi.